Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufika siku ya leo tukihitimisha hoja ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Spika, naomba kutumia nafasi hii kukushukuru kwa kunipa fursa ya kusimama mbele ya bunge lako ili nami kupata nafasi ya kuchangia hoja iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu mbele ya bunge lako tukufu, wa pia kutoa maombi ya fedha nikiunga mkono hoja iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kuunga mkono hoja, lakini pili kwa upekee kabisa Mheshimiwa Spika, naomba niruhusu nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutimiza miaka 4 tangu aapishwe kuliongoza taifa letu. Katika kipindi chake Mheshimiwa Spika, tumeshuhudia maendeleo makubwa sana ambapo serikali imetekeleza chini ya uongozi wake. Hakika amethibitisha kuwa yeye ni kiongozi bora, imara, shupavu, mahiri kuliongoza taifa letu na kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Na kwa hakika anafaa kuongezewa muda kuliongoza taifa letu kwa miaka mingine 5 tena, na muombea Mwenyezi Mungu amjalie afya na sia njema ili aweze kutekeleza majukumu yake ya kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Spika, kipekee naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa waziri mwenye dhamana ya masuala ya kazi, ajira na wenye ulemavu. Na Mheshimiwa Spika, kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza nasimama nikiwa waziri wa wizara hii ya kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, nataka nitoe salamu za shukurani kubwa sana kwake yeye, lakini pia na wote wanaomsaidia na kumshauri katika kufanya kazi hizi ambazo zimeendelea kufanyika ndani ya wizara yetu, lakini miongozo mbalimbali anayotupa. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mpango kwa miongozo mbalimbali anayotupa, lakini pili kwa jinsi ambavyo anaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, vile vile naomba kutumia nafasi hii na kwa fursa ya kipekee kumshukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye pia ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, kwa ushirikiano mkubwa na miongozo anaonipa ambayo inatuwezesha mimi na wenzangu ndani ya wizara kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi mkubwa sana. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na naendelea kukuombea Mungu akujalie heri na wanao wangu wakusikie tena na wakuchague kwa kura nyingi, kwa sababu nchi na bunge bado inaendelea kukuamini. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakushukuru sana. Mheshimiwa Spika, naomba niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko mbunge, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, naye kwa kuendelea kutuongoza vyema katika majukumu yetu tunayotekeleza. Ninamshukuru sana kwa ushauri wake, ninamshukuru sana kwa miongozo yake, naye kama ilivyo kwa Waziri Mkuu ninamtakia kila laheri kwa wanabukombe kama ambavyo walimleta. Naomba wamrudishe tena ili tuendelee kuchapa kazi ya kuendelea kusukuma mbele gurudumu la maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, niruhusu nikupongeze wewe binafsi, Mheshimiwa wa Spika wetu na rais wa mabunge dunia. Kwa hakika kama kwa lugha ya mtaani wanasema mpira unaopiga mwingi sana. Mwenyezi Mungu akujalie heri katika kutekeleza majukumu yako, lakini pia nataka nikuhakikishie sisi kama wabunge wenzako tutaendelea kuhimizana na wewe kusimamia majukumu yetu, lakini kuhakikisha kwamba Mbeya inapendeza na haikuachi ukaelea. Mheshimiwa Spika, naomba niruhusu nimshukuru naibu spika na wenye viti wa bunge kwa namna pekee wanavyoendelea kuliongoza bunge letu kwa umahiri mkubwa sana. Ninawaombea afya njema, lakini pia nao nawatakia heri katika hayo yanayokuja hapo mbeleni. Mheshimiwa Spika, vile vile naomba nitumie nafasi hii kumpongeza sana waziri mwenzangu Senior William Vang'embe Lukuvi mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge na uratibu. Mheshimiwa Spika, ninaomba nimuahidi Mheshimiwa Lukuvi ushirikiano mzuri wa kutosha
katika kumsaidia yeye, lakini pia kumsaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kutekeleza majukumu yake. Naye pia nikushukuru sana na nikutakia kila laheri mzee wa kazi huko jimboni, na wajue wanaisimani kwamba tunaendelea kuhitaji, na wewe umekuwa mwongozo wetu na sisi wengine tumefaidika nawe tokea tukiwa umoja wa vijana, tukiwa chipukizi, na hata leo tuko ndani ya bunge tunaendelea kufaidika nawe katika miongozo yako. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, vile vile naomba uniruhusu nimshukuru Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge wa Shinyanga mjini na naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, yeye pamoja na Mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge wa viti maalum, naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, sera, bunge na uratibu, kwa ushirikiano mkubwa unaotupa mimi na mwenzangu Mheshimiwa Lukuvi katika kutekeleza majukumu yetu. Kwa kweli msaada wao ndio ambao unasimamisha leo mafanikio makubwa unayoona yanayotokea katika ofisi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunawashukuru sana, tunawatakia kila laheri katika michakato inayokuja, lakini sisi ndani ya wizara tumeridhishwa na tunashukuru na tunaendelea kuombea heri warudishe pia wananchi ili muweze kutekeleza majukumu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutumia hii nafasi hii pia kuwashukuru sana mawaziri wenzangu wa wizara mbalimbali kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa katika kutekeleza majukumu haya. Nitumie fursa hii pia kwa kipekee kabisa kumshukuru Katibu Mkuu ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Bibi Mary Maganga, yeye pamoja na Dr. Jimmy James Yonazi, Katibu Mkuu sera, bunge na uratibu, na manaibu makatibu wakuu wetu wawili, Bizura Yunus na Dr. James Kilabuko, kwa pamoja na watumishi wote wa taasisi tunazosimamia kwa ushirikiano mkubwa unaotupa katika kutekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, naomba pia kuwashukuru wadau wote wa maendeleo tunaoshirikiana nao katika kutekeleza majukumu yetu, na hapa naomba niwataje kwa uchache. Kwanza, mashirikisho ya vyama vya wafanyakazi Tanzania yani TUCTA, chama cha waajiri Tanzania yani ATE, Baraza la Taifa la Ushauri wa Watu wenye Ulemavu na shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania SHIVYAWATA, NGO za ndani na za kimataifa, bila kusahau wadau wakubwa ILO, UN Women, UNICEF na UNFPA kwa kuwataja kwa ufupi. Mheshimiwa Spika, kipekee kwa dhati kabisa ninaomba nitumie nafasi hii kushukuru sana familia yangu, wazazi wangu, hasa mke wangu kipenzi Mama Aziza, na watoto wetu na wananchi wa jimbo la Chalinze ambao kwa kweli ushirikiano wao mkubwa unaotupa umetuwezesha kutimiza majukumu haya vizuri. Na Mheshimiwa Spika, nataka tu nitambue uwepo wa viongozi bila kuwataja kwa majina wa Chalinze ambao wako upande wako wa kushoto pale juu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, kabla ya kujibu hoja za kamati na waheshimiwa wabunge, nami naomba niungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi wa maendeleo ya jamii ikiongozwa na Mheshimiwa Fatuma Hassan Taufiki, mbunge wa viti maalum na mwenyekiti wa kamati yetu, kwa ushauri na ushirikiano mkubwa aliotupatia wakati wa kuchambua bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Ninataka niwapongeze pia timu ya Simba Sports kwa kufanikiwa kuingia nusu fainali ya kombe la washindi Afrika. Naomba tu nitumie nafasi hii kuwakumbusha wenzenu walicheza fainali, nyinyi mjipange mkachukue kombe. Mpira ni ushindani, mpira ni uwekezaji, lakini mwisho wa siku mpira ni furaha na mpira ni burudani. Mheshimiwa Spika, naomba kuhakikishia kuwa maoni na ushauri uliotolewa kwa bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu fungu 65 na fungu 15 kwa mwaka 2025-2026 yote tumeyazingatia. Mheshimiwa Spika, niombe pia kutoa shukrani za dhati kwa waheshimiwa wabunge wote kwa michango na ushauri wao ambao kwa kiasi kubwa umelenga kuboresha utekelezaji wa majukumu ya ofisi yetu. Kwa namna ya kipekee, ninaomba kuwatambua na kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia hotuba ya Waziri Mkuu kwa kuongea na kwa maandishi. Ninaomba orodha yao iingie kwenye ansari kama ilivyo. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu ya Bunge toleo la Juni mwaka 2020 inayohusu kujadili utekelezaji wa bajeti ya wizara, ninaomba sasa kwa heshima na taazima uniruhusu nitoe ufafanuzi
wa baadhi ya hoja ambazo waheshimiwa wabunge walizichangia na kutaka ufafanuzi, na hoja nyingine zilizofafanuliwa na waheshimiwa hoja nyingine zitafafanuliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapokuwa anahitimisha hoja yake. Mheshimiwa Spika, kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii, kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ilikuwa na hoja 7 zilizotolewa kwa niaba yao na Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati yetu. Mheshimiwa Spika, nataka kutumia nafasi hii kwanza kuishukuru kamati, kama nilivyoeleza mwanzo, kwa michango yao mizuri, lakini pili kwa kumbukumbu na maelekezo ambayo sisi kama wizara tumeyachukua. Mheshimiwa Spika, nataka kuhakikishia bunge lako, lakini pia kuhakikishia kamati kuwa michango yao yote imechukuliwa na itafanyiwa kazi. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa maelezo mengine yalishatolewa mwanzo na Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuna maeneo uniruhusu niweze kujazia nyama na mengineyo kutoa ufafanuzi zaidi, ili bunge lako lisiwe na muda mrefu wa kusikiliza repetition ya maneno baada ya kuendelea mbele kujadili hotuba bajeti iliyo mbele yako. Mheshimiwa Spika, katika maeneo ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata fursa ya kupewa nafasi ya kufanya kazi nje ya nchi, Mheshimiwa Spika, pamoja na maelezo mazuri yaliyotolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri, nataka kuongezea kwamba serikali imekamilisha sasa mfumo wa ESMIS, ambao mfumo huu unasaidia kuunganisha taarifa za wenzetu wanaokwenda kufanya kazi nje, ili waweze kuunganishwa na mifumo ya kibenki ikiwezekana katika hapa Tanzania, ili zile remittances zinazokuja, Mheshimiwa Spika, ziweze kujulikana. Leo hii tulipo katika moja jambo kubwa ambalo bunge lako katika michango yao limeelezwa kwa sauti ya juu sana, ni hesabu ndogo ya marejeo ambayo yanaletwa nchini kwetu. Nataka tuhakikishie Mheshimiwa Spika, moja ya kipengele ambacho kimekuwa ni changamoto kwetu ni kukosekana kwa mfumo sahihi ambao tunaweza tukapata taarifa za fedha ngapi zinaletwa na watu wangapi wanafanya nini na kingapi ambacho kinapatikana. Mheshimiwa Spika, nataka tuendelee kuhakikishia bunge lako kwamba mfumo huu ambao nimeusema hapa utaanza kufanya kazi katika mwaka huu wa fedha. Tumekwisha kamilisha mfumo wa kielektroniki pia kwa ajili ya kuendesha mashtaka na kuweka kumbukumbu kwa migogoro ya wafanyakazi. Yaani hapa nazungumzia OCMS, ambayo Mheshimiwa Spika kwa lugha ya Kiingereza dakika 2 Mheshimiwa, malizia. Kengele ya pili imeshagonga. Dakika 10. Dakika 2. Dakika 10 zikisha. Nimekuongeza dakika 2 kwa sababu 2 nilishakupa. Yaani muda wako ulikuwa umeshaisha, nikakuongeza dakika 2 na sasa nimekuongeza 2 umalizie. Okay. Sawa. Mheshimiwa Spika, naomba kwa niaba ya serikali yale majibu yetu tulikuwa tumeandaa yote yaingie kwenye ansadi, ili tusije tukaacha ombwe kwa yale maswali au michango mizuri iliyotolewa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo sasa, naomba niseme tena kwamba naunga mkono hoja iliyotolewa na baada ya hapo, Mheshimiwa Spika, naomba kwa ruhusa yako sasa nikae. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Bunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia